kama wenye hawana akili. Wanalia, wanajipiga, ya Allah amekwenda. Wanasema jamani, watu wanasema kumbe kakodishwa huyo, kakodishwa aliye kama mwenye hana akili. Afu wanakujenga wamevuta bangi, mbwa hizo wamevuta bangi. Nafikiri katika nchi zingine mnayaona, sio tu kulia, nchi zingine wanaitwa kabisa kukaa wanacheza na wanabeba jeneza lile, wanakwenda wanalifurahia lile jeneza. Mnaviona? Imekuja mpaka nchi zingine, maiti anapendezwa, anapodolewa kisha anawekwa hapo. Kama alikuwa ni mcheza mpira, anavikwa jezi na mpira wake. Yani kila ulichokuwa unakifanya kabla ya kwenda kuzikwa utafanya. Ni mwanafunzi amekufa, wanamwekea meza na kalamu na karatasi, yani wanampanga vizuri. Sasa anaiha ambaye nataka kumkusudia upande wetu sisi ni yule anayeomboleza, analia kwa kuomboleza marehemu kafa. Sikiliza nikwambieni, kulia kwanza sio makosa, hicho kitu mkijue. Kulia tu kwa kumfisha marehemu si makosa, na msifanye hata siku moja mtu yuko analia kwa kumkosa kaka yake unakaa mama acha mama unampatisha dhambi. Kweli ipo hadithi inasema kwamba maiti huadhibiwa kwa kilio cha watu wa nyumbani kwake. Hiyo hadithi ni sahihi, lakini ni nani? Ni wale, kwa sababu kuna wa marehemu anaacha na usia kabisa, nikifa kama hamkunililia mweye, basi mzimu wangu wakute kwenye Mungu. Basi mtu analia kwa ule usia wa marehemu, alisemaga akifa tusikose kumlilia, huyu ndio anapata dhambi marehemu. Lakini mtu kulia, ndugu yangu, mama yangu, kimwona mwenzake kwa analia kamkosa wake, muache alie, atoe sauti ya kutoka hapa mpaka Mwembe Yanga, apanue kinywa kama ule samaki mkubwa nyangumi, kipanuke, muache alie.